Subiri kidogo. Vipi kama mtu mwenye mali nyingi sana angekataa kumsaidia maskini mwenye njaa? Na vipi kama mtu maskini kabisa ndiye angeonyesha wema mkubwa zaidi? Hadithi hii ina somo kubwa sana kuhusu moyo wa binadamu. Zamani sana kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na miti ya mitende na nyumba za udongo. Watu wa kijiji hicho waliishi kwa amani na upendo. Kila mtu alimjali mwenzake na walisaidiana katika maisha yao ya kila siku. Katika kijiji hicho aliishi kijana mmoja mwema aitwaye Ahmad. Ahmad alikuwa mtu mnyenyekevu sana na mwenye moyo wa huruma. Mara nyingi alionekana akiwasaidia wazee kubeba maji au kuwapa chakula watoto maskini waliokuwa na njaa. Lakini katika kijiji hicho pia aliishi tajiri mmoja aliyekuwa na mali nyingi sana. Alikuwa na nyumba kubwa na sarafu nyingi za dhahabu. Hata hivyo, moyo wake ulikuwa na kiburi na hakupenda kusaidia watu wengine. Siku moja, msafiri maskini sana alifika katika kijiji hicho baada ya safari ndefu. Alikuwa amechoka sana na alikuwa na njaa kali. Kwa matumaini ya kupata msaada, alikwenda kwa tajiri wa kijiji na kumwomba chakula na maji. Lakini tajiri huyo alimwangalia kwa kiburi na kumkataa. Bila huruma, alimgeuzia mgongo na kuondoka. Ahmad alipomwona msafiri huyo akiwa amechoka na kukaa chini kwa huzuni, moyo wake ulijaa huruma. Alimkaribia kwa upole na kumpa maji safi pamoja na kipande cha mkate ili apate nguvu. Msafiri huyo alipopokea msaada huo kwa furaha kubwa na akamshukuru Ahmad kwa wema wake. Watu wa kijiji walipoona jambo hilo, walitambua kwamba wema mdogo unaweza kuleta furaha kubwa kwa mtu mwenye shida. Kutoka mbali, tajiri yule alikuwa akiangalia tukio hilo. Polepole alianza kufikiria juu ya matendo yake. Aligundua kwamba mali nyingi hazina maana ikiwa mtu hana moyo wa huruma. Hatimaye alianza kubadilika. Akaanza kuwasaidia maskini na kuwapa chakula wale waliokuwa na uhitaji. Na tangu siku hiyo, watu wa kijiji waliendelea kusaidiana na kuishi kwa upendo. Kila mtu alijifunza kuwa wema mdogo unaweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Kwa sababu ukweli ni huu, mali inaweza kumfanya mtu awe tajiri, lakini moyo mwema ndio humfanya mtu awe bora.